Wanigana ujambo mtazamaji wa Ndaka Online TV. Ikumbuke leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 3 2025. Kumbukizi ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwekwa kwa madarakani. Mimi ni Shabani Bushiri na leo siko peke yangu, nitakuwa na Sabrina Hashim pamoja na brother jitambulishe. Maneno Charles. Lengo kuu ni kuja kukupa update mbalimbali kuhusiana na maadhimisho ya Dr. Samia Suluhu Hassan miaka 4 madarakani. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kulijadili jambo hilo. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Ndaka Online TV. Lengo kuu la hapa ni kukufanya unapata vitu mbalimbali, ikiwemo ni kumbukizi ya Dr. Samia Suluhu Hassan miaka 4 madarakani, na nilivyosema nitakuwa na Sabrina Hashim pamoja na Maneno Charles. Lengo kuu ni kukupa mada mbalimbali. Brother, bila shaka miaka 4 umeiona ni ya moto. Hakika. Unaweza kumuelezea Dr. Samia Suluhu Hassan miaka 4 ya madarakani? Hakika mama amefanya makubwa. Tumeona kabisa ile kazi tu ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2021 hapo katikati iliweza kusitiza, lakini yeye mama akasema kwamba kazi iendelee. Hakika kazi imeendelea kwa mambo tofauti. Watu wengi walivyoona mama ameingia madarakani, wengine walijaji kwamba mwanamke kwa nini anatuongoza, wengine wakasema mambo mengi yalisemeka sana. Na sijajua kwa upande wako ulichukuliaje ulivyosikia Samia Suluhu Hassan amekaa madarakani? Kwangu mimi nilichukua ni kitu cha kipekee kwenye taifa letu. Kwanza tukumbuke Mama Samia Suluhu Hassan ni rais wa kwanza mwanamke katika taifa letu, lakini ni mwanamke wa pili kutokea Zanzibar. Wa kwanza alikuwa ni Ali Hassan Mwinyi. Kwa mimi nilichukulia ni jambo la heri, ni jambo la mwanamke kuheshimiwa kama mama, ni jambo fulani ambalo linamweka hata yeye mwenyewe katika ile hali ambayo ya kujisikia bora na kujisikia kwamba naye ni binadamu na kujisikia ni mwanamke pekee ambaye anaweza kuongoza. Hakika. Afrika, Mama Samia amefanya makubwa sana. Kwamba amejenga, tumeona SGR inafanya kazi pale, japokuwa ni mradi ambao alianzia na Magufuli, lakini ameendelezea na amefanya vizuri sana. Ukiacha mradi wa SGR, unaona vitu gani vingine amevifanya Dr. Samia Suluhu Hassan vimeenda vizuri? Vingi sana. Kwanza tuanze katika barabara ya kutokea maeneo ya Mikumi mpaka Ifakara kwa maana ya wilaya ya Kilombero. Ile barabara tuliona raia walikuwa, kwa maana ya wananchi walikuwa wanapita katika barabara ya vumbi, lakini yeye tumeona ameijenga na kuizindua mwaka 2024 tarehe 3 ya mwezi Oktoba. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya maendeleo. Lakini kitu kingine, bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tumeona ameliboresha na akalizindua. Lakini katika upande wa hifadhi, kwa maana ya maeneo ya mbuga za wanyama, naweza kusema kwa upande wa Tewalizi, Mama Samia Suluhu Hassan amefanya vizuri katika maendeleo hayo, na kuna barabara ambazo hayati Dr. John Pombe Magufuli aliziacha, hususan katika hifadhi ya Ruaha National Park inayopatikana mkoani Iringa, ambayo imeenda mpaka katika ukanda wa Ihefu kwa maana ya Mbeya, Mbarizi, Usangu. Amefanya vizuri na ameongeza barabara, hivyo basi watalii wanazidi kutokea maeneo tofauti hususan ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania, hata nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya hatua za maendeleo ambazo amezifanya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Unadhani marais wengine wanaume ambao wapo madarakani wamejifunza nini kwa Dr. Samia Suluhu Hassan? Kitu cha kwanza ambacho wamejifunza ni namna gani ambavyo ulikuwa na kiongozi wako, labda tunaweza tukasema kulisi kijiti, kwamba imetokea tu mara pap, kwa sababu hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukaijaji kivile. Ni namna gani sasa mwenzako labda amepata itilafu, ndo kama hivyo imetokea dharura ya kifo. Sasa unaenda kuchaguliwa kwamba chukua mzigo hapo utaongoza. Yaani pasipo kutarajia, pasipo kutarajia. Kwa viongozi wengine hata ambao sio marais au kiongozi wote, inabidi kuwa makini na yani kuwa tayari kwa jambo lolote na kwa saa yote ile, hususan katika swala zima la viongozi. Okay. Sabrina, umemsikia brother hapa hoja zake. Mara ulivyosikia Magufuli anatangazwa kifo na akitangazwa kifo, katiba yetu tunasema makamu wa rais ndo anakamatia kijiti. Ulivyosikia Dr. Samia Suluhu Hassan anaapishwa, kichwa chako cha kwanza kilikuja kitu gani? Awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia asante sana kwa kunipa hichi kijiti cha kuzungumza. Kwa mara ya kwanza nilivyosikia kifo cha hayati John Pombe Magufuli, nilipatwa na mshtuko kidogo kwa sababu kile ni kifo. Kifo siku zote hakizoeleki. Kwa nilipata na mshtuko kwa sababu siku zote kifo hakizoeleki, na siku zote mnapoondokewa na mtu wa umuhimu katika jamii, lazima jamii itakuwa
imeyumba kidogo. Lakini walio wengi walimpokea vizuri mama hivi, hususan Zanzibar walimpokea vizuri mama na walimuonesha ushirikiano sana, lakini bara walikuwa na kugugima fulani kama waamini si mwanamke. Kwa hiyo walionyesha kama kuna uzito fulani wa kumpokea mama. Wewe kwenye akili yako lilikuja jambo gani ulivyosikia ameapishwa tayari mama? Kwa hilo siwezi kulizungumzia kwa sababu unapozungumzia kwamba Zanzibar walimpokea vizuri. Alafu huku bara walimpokea yani kwa ushingo upande, si ndivyo? Hilo walio wengi, si ndivyo? Hilo siwezi kulizungumzia kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu wa bara. Na hilo sina experience nalo kwa sababu nimekaa na wamama wengi. Swala la kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan na kuwa madarakani, wamama wengi walifurahia sana. Unadhani kwa nini wamama walifurahia sana na baba walikuwa wanakuwa kama wanagugima? Walifurahia kwa sababu unajua zamani haki za wanawake zilikuwa haziangaliwi kama sasa hivi. Ukiangalia Mama Samia alivyoingia madarakani kuna haki za wanawake nyingi sana ameestablish, na ukiangalia hata kwenye taasisi ukiangalia sasa hivi ni wanawake wengi ambao wapo kwenye taasisi. Kama kijana unaziona kwamba mwanzo zilikuwa zipo lakini alivyoingia mama madarakani zinatekelezeka ipasavyo. Na tumeona miundombinu mingi sana mama akiwa madarakani. Unadhani mwaka ujao atafanya kitu gani au unategemea ungeomba afanye kitu gani ili aendelee kuonesha upawa wake? Kwanza sina budi kwanza kumpongeza kwa miaka 4 ambayo ameitumikia na bado ataendelea kuitumikia inshallah panapo majaliwa. Sina budi kumpongeza, lakini pia mimi ni mtu wa kusini. Naomba nizungumzie kitu. Mwaka huu 2023 2024-25 mwaka huu 25-26. No, nazungumzia 24-25. 24-25. Mtwara, hivi Mtwara ndo wanalima sana korosho, si ndivyo? Mtwara. Mtwara. Au nizungumzie tu zao la korosho kwa zao la korosho mnalimwa Newala, Masasi, yani kanda wilaya zile mbili na Lindi. Nizungumzie tu zao la korosho kwa ujumla. Yani limevunja rekodi. Ndio. Kwa maana hawajawahi kuuza kilo 4,000, yani mkulima inamfikia 4,000 na shilingi 90. Hawajawahi tangia kilimo kimeanza. Na mwanzo walianza hadi 5,000 choma walipiga hadi 5,500 pale. Choma ambao wanapita mtaani hao. Unaelewa? Sasa unaona kabisa moja kwa moja yani kiasi gani ameupiga mwingi. Kwa sababu korosho tangia kilimo cha korosho kianzishwa yani hawajawahi kununua au mkulima kumfikia hiyo 3,000 na shilingi. Kwa hiyo mama ana upekee. Ana upekee kwa sababu ila nakumbuka 2015 ndo Magufuli aliingia madarakani kwa mara ya kwanza. Walinunua kilo 3,000 kitu kama hicho. Hapo ilivunja rekodi pia, lakini mama alipokuja madarakani akavunja zaidi. Kwa hiyo mkulima imemfikia 4,000. Kwa kama kukata kama vyama vya msingi wamekata shilingi 90. Kwa mkulima imemfikia 4,000 kamili. Kwa unaona kabisa mama kiasi gani amepiga hatua. Mama kiasi gani amepiga hatua. Bro, una lipi la kuongezea? Ungetamani mama akipewa mitano tena. Na wote tunatamani kwamba apewe mitano tena kutokana na alivyopiga mwingi. Afanye mambo aongeze vitu gani zaidi? Kuboresha zaidi katika maeneo ya vijijini. Maeneo ya vijijini yanaonekana yamesahulika sana. Ndio. Hususan katika swala zima la miundombinu michache. Naweza kusema vituo vya afya inaleta shida sana, labda mama labda mwanae amezidiwa kipindi cha usiku. Alafu kiangalia inabidi aende katika hospitali ya wilaya. Sasa yuko vijijini. Pale kuna zahanati, vipimo kamili havipo. Kwa hiyo inabidi aanzishe tena safari ya usiku ule kwenda wapi? Wilayani. Kwa hiyo ni jambo ambalo inabidi aliangalie kidogo. Japokuwa kuna vijiji vingine vimeendelea lakini kuna vingine havijaendelea. Sasa tuchukue labda kama kwa ukanda kusini. Alafu tutakuja na hapa Morogoro. Tuchukulie Mbeya. Kuna sehemu moja inaitwa Mbarizi. Sehemu moja inaitwa Kitata. Kule kidogo ni tabu. Yani kwenye swala zima la kiafya. Maji hamna shida kwa sababu maji kule mito inapatikana, wanatumia maji halisi. Kwa hiyo inabidi aangalie kwenye maeneo ya vijijini ili aboreshe vizuri. Kubwa zaidi tunakuja hapa Morogoro katika zao la mpunga. Tunaona kuna malalamiko tofauti ambao wanatoa wananchi kwenye hili zao la mpunga, yani wanagandamizwa na wafanyabiashara. Hawa ni wafanyabiashara gani? Ni wawekezaji kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo
kama kuna uwezekano angezisikiza zikero za wananchi, ikiwezekana apunguze idadi ya wawekezaji au nchi iwekeze yenyewe. Iwekeze yenyewe, yani chakula kile kinazunguka hapa Tanzania. Shida zipungue. Endapo hata kama mkulima akikiuza atapata muda mwingine atafanyaje? Atanunua. Kuliko anauza chakula kipo Marekani, kipo Kenya, inakuwa shida nyingine. Tupate fikia tamati kwenye kipindi chetu cha jamii yetu. Mada mezani ilikuwa ni maadhimisho ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye miaka 4 ambayo ameipiga mwingi sana. Amefanya mambo mengi sana. Tukiangalia miundombinu ameifanya mengi sana, barabara, amejenga SGR, pia maji amedhibiti vile vile, miaka 5 tena. Ulikuwa nami Shabani Bushiri, bila kumsahau Madam hapa, Madam President, Madam Sabrina Hashim, bila kumsahau brother mtoto wa zamani kijana wa sasa Maneno Chazi. Ameupiga mwingi sana. Tumefikia tamati, niseme mama 5 tena.